mdau wetu, ni mzabuni ambaye amekuwa akitoa huduma katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana, huduma ya ushonaji kwa kipindi cha mwaka 2021 kurudi nyuma, na amefanya kazi nyingi, na moja ya kazi ambayo alifanya ni kuandaa mapazia kwa ajili ya wodi za hospitali yetu, na pia kuna baadhi ya kazi alifanya za kushona nguo za matumizi ya theater kama alivyoeleza katika ile taarifa yake ambayo inaonekana katika vyombo vya habari. Ni kweli kwamba Bi Martha aliwahi kufika ofisi ya mganga mfawidhi na tulifanya naye kikao mwaka 2022 akisema kwamba anatudai, na kwa kweli tulifanya naye kikao cha pamoja na maafisa manunuzi, katibu wa hospitali na afisa na mhasibu wa hospitali. Tukazungumza naye na tukamwambia kwamba ili deni lako liweze kutambulika lazima angalau kuwe na nyaraka za kuonyesha kwamba uliwahi kufanya kazi katika taasisi yetu, kwa sababu nyaraka ambazo zilizokuwepo nyingi ni zile ambazo tayari alikuwa ameshawahi kulipwa, na kwa wakati huo alikuwa amekuwa akifuatilia madai yake kwa utaratibu wa kuja kwa yule ambaye alimpa kazi na akawa hajalipwa, na kwa sababu kazi aliyopewa ni kubwa, ilihitaji kuwa na mkataba, na pia alipoleta mzigo kulitakiwa kuwa na nyaraka za kuhakikisha kwamba ule mzigo umefika na kupokelewa, kwa sababu kwenye madeni ya serikali ziko taratibu za kuhakikisha kwamba ili deni liwe na vigezo lazima mzabuni aliyefanya kazi ile au amethibitisha kwamba amefikisha mzigo, umekaguliwa na umekidhi vigezo vile vya kazi ambayo alikuwa amepewa. Kwa bahati mbaya nyaraka zake zilikosa vitu hivyo, kwa hiyo ikawa inatoa uhalali wa yale malipo kuendelea. Kwa kipindi hicho chote, kwa bahati mbaya kuna kukosekana kwa mawasiliano ya karibu kati ya ofisi ya mganga mfawidhi na Bi Martha, jambo ambalo lilipelekea kuona kwamba labda hakupata ushirikiano wa kutosha, na kaona njia sahihi kwake na rafiki ni kwenda kwenye vyombo vya habari kama jinsi alivyofanya. Siku ya jana tulifanya naye kikao na tukaeleweshana vizuri, na wote kwa pamoja kwa kushirikiana naye tunafanya taratibu kuhakikisha kwamba zile nyaraka ambazo zinatakikana zinaweza kupatikana na deni lake linahakikiwa, kisha aweze kufikia hatua ya kuweza kulipwa deni lake. Hiyo ndio hali halisi ya jambo ambalo linahusu hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amana pamoja na Bi Martha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tuko tayari kusikiliza maelekezo yako. Itana kama marafiki. Aliniambia unajua kushona, nikamwambia ndio, akaniambia njoo hapa kuna kazi. Kwa hiyo nilipofika pale wakashirikisha uongozi, ilikuwa ni Mnazi Mmoja. Waliposhirikisha uongozi wa pale wakanipa kazi, ndio. Wakanipa kazi ya kushona nguo pale. Mwaka gani? Mwaka ndo nitakuwa nimesahau, lakini ni miaka mingi kidogo. Wakanipa kazi ya kushona nguo pale. Nilipozirejesha wakaniandikia malipo, lakini walinipa tu kibali cha kazi kidogo. Wakaniandikia malipo, yani ukirejesha leo unajaza dondoo, yani kama kuna hela wanakupa papo kwa papo au kesho yake. Kwa hiyo nilikuwa nimezoea kufanya hivyo. Kila inapotokea wakiniita naenda. Baadaye ndio wakaanza kuniita na hapa Amana. Na hapa Amana nayo ikawa ni hivyo hivyo. Yule alikuita au ni kuna mwingine wa hapa Amana alikuita? Aliniita yule ambaye alikuwa kule Mnazi Mmoja. Bado ikawa ni utaratibu ni ule? Ni utaratibu ni ule, ananiita na inapewa tu vibali vidogo vidogo. Nafanya kazi, nikija najaziwa hapo kama hela ipo napewa kesho au napewa kesho yake. Bado hiyo kazi kaendelea kwenye na hospitali zingine. Ndio. Okay. Na sasa hela ambayo unadai hapa Amana, ndio, ilikuwa hasa ni ya mwaka gani? Naomba zile nyaraka ziko wapi? Ilikuwa hasa ya mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2017. Wewe ni 2017. 2017 na 2021. 2021 na 2017. Kwa hiyo 2017 ulisupply? Ndio. Supply kitu gani 2017? Nilishona nguo za chumba cha upasuaji. 2017. Ndio. Wakati huo mganga mkuu hakuwa huyo. Ndio. 2017. Ndio. Kwa 2017 ulisupply nguo. Ndio. Zilizokuwa zina thamani ya shilingi ngapi? 3,800,000 umo kwenye nani? Sawa, kama 3,800,000. Ndio. Na hizi pesa zote hukulipwa? Sijalipwa. Na 2017 ulipo supply ndio hivi vitu, ndio wewe una nyaraka gani inayoonesha kwamba wewe unadai Amana?
Nina mkataba. Kuna mkataba. Ndio. Ambao uko hapa. Ndio. Mkataba huu wapi mkataba? Uko hapa. Ambao huu mkataba mliingia kati ya wewe na hospitali. Ndio. Hapa mkataba huo. Makubaliano ya kufanya kazi ya kushona nguo za chumba cha upasuaji ambao ni milioni 3,800,000. Si ndio eh? Mkataba huu kwa uliingiwa kati ya hospitali ya Amana na nyinyi mlivyofuatilia mkataba uko valid. Uko valid. Okay. Baada ya kupewa mkataba. Ndio. Sasa ulileta nguo? Ndio nilizileta. Nyaraka ya pili inayothibitisha umeleta nguo unayo? Hawakunipa, nilichukua wakazihesabu wakaziweka. Kwa hiyo hawakunipa nyaraka yoyote. Kwa hiyo baada ya mkataba? Ndio. Wewe baada ya kuleta nguo? Ndio. Hauna nyaraka inayoonyesha kwamba umeleta nguo. Ndio. Hauna kitu kwa Kiingereza wanaita delivery note. Yes. Delivery note hauna. Kwa hiyo sasa ile kuthibitisha kwamba sasa umeleta mzigo ndio pale nyaraka hiyo inakosekana. Ndio. Na baada hapo tena ukaja kwa surprise na mwaka 2021. 2021. Nguo hizo hizo? Hapana, mapazia. Mapazia. Yenye thamani ya shilingi ngapi? Yenye thamani ya 1,600,000. Ndio. Si ndio eh? Ndio. Kwa mkataba nayo ina mkataba. Hiyo haikuwa na mkataba ila ina delivered tu. Kazi ya mwaka 2021 haina mkataba. Ndio. Ila yenyewe ni kwamba uliposhona ndio ukaleta nikapewa na delivery. Alafu kuna mtu akakupatia delivery note. Ndio. Delivery note iko invoice. Hapo ni invoice. Sasa hii ni invoice kwa maana kwamba wewe umeonyesha invoice kwamba wakulipe, si ndio? Ndio. Lakini kwamba wamepokea mapazia ndio haipo. Hiyo mimi sina. Kwamba wamepokea mapazia. Ila aliyopokea yupo. Aliyepokea yupo. Ndio. Aliyopokea sio hospitali. Ni hospitali, alikuwa ni hitima. Alikuwa ni hitima. Ndio. Na aliyesabiriwa ndo kaniambia nilete hiyo. Kwa ngapi? 188. 188. Pazia 188. Kwa hiyo jumla sasa niliambiwa hela yangu imetoka. Nani alikwambia? Huyu muuguzi mkuu. Aliniambia faili langu liko tayari, liko uhasibu. Nikaenda uhasibu kufuatilia hela zangu. Uhasibu akaniambia hawaoni dondo yangu yoyote pale. Nikamrudia nikamwambia hivi, kama kule uhasibu wanasema hawaoni dondo langu lolote pale. Tukaenda naye mimi na yeye mpaka ofisini. Akasema nimeleta hilo faili la huyu dada hapa jana. Lakini lile faili halikuonekana tena. Wakaniambia nianze upya kufuatilia tena hayo madai. Wakati naanza upya sasa ndio nikapewa tena na hiyo kazi ya mapazia. 2021 hiyo. Kwa hiyo nikapewa na hiyo kazi ya mapazia, nilipomaliza nikaambiwa sasa nifuatilie hizo hela zote zile na hizo. Ulipewa kwa utaratibu ule ule? Ndio. Kwa kupeana tu kwa mdomo. Hii ya pili. Ni kweli nilipewa hivyo hivyo bila mkataba. Bila mkataba. Okay. Baada hapo sasa ulipoanza kufuatilia ya 2017 na 2021 mwisho kabisa baada ya kupita kote. Kumbuka hadithi inasema wakati ule mganga mkuu sio huyu. Ndio, sio yeye. Na hata muuguzi mkuu anaweza asiwe huyu. Hakuwa huyu, alikuwa msaidizi. Alikuwa msaidizi. Ndio. Kwa hoja yangu ya msingi ni kwamba kutoka 2017 tawala zinabadilika. Ndio. Si ndio mpaka? Ndio. Kwa kitu pekee kinachoweza kutuweka huru ni uhai wa nyaraka. Ndio. Si ndio maana yake? Kwa hiyo inapoanza kukosekana nyaraka moja kwenye pesa za serikali, lazima inakuwa ni mwogo mchungu. Ndio. Si ndio mpaka hapo tuko sawa? Sawa. Kwa hiyo ulipoanza kufuatilia 2021 na 2017 kwa pamoja sasa napo ukaambiwa? Nikaambiwa siwezi kulipa mpaka nionyeshe mikataba ya hiyo kazi. Very good. Mpaka mikataba ya hiyo kazi. Ndio. Ukawaonesha. Nikachukua huo hapo wa ushonaji nikauleta. Wa ushonaji huo. Alafu huo wa mapazia ndio nikaileta hiyo delivery. Sasa huu mkataba wa mwaka 2017 aliouleta Bi Martha
hospitali mna hii historia ya huu mkataba upo kwenu? Ndio mheshimiwa, historia ipo. Na kilichokosekana tu ni kwamba baada ya kukamilisha kazi sasa analeta kiasiliani kukabiliwa na nani, hiyo ilikuwa inakosekana. Kwa mkataba upo, lakini inakosekana kwamba kazi hiyo sasa imefanywaje na vitu vingine kama hivyo, ambayo hii ilikuwa ni makoti yale ya makoti, maski, makofia hizi. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba mkataba unao, ndio, lakini ile delivery note kwamba umepeleka mzigo ndio uthibitisho ndio. Na kipindi hicho nilikuwa situmii delivery note. Na kipindi hicho ulikuwa utumii? Nilikuwa situmii, nilikuwa nikileta mzigo. Sasa uongozi umebadilika, wanasema bwana lazima ulete kitu fulani. Ndio, sasa uongozi ulipobadilika ndio wanataka hivyo. Sasa ikaonekana hiyo hakuna. Ndio. Nini tena kikafuata? Hamna kilichofuata, ndo hamna kinachoendelea, kwa sababu ndo maana nikaamua kwenda hivyo ili mimi nilijue kama kweli nina haki ya kulipwa ama sina haki. Ndio. Kwa hiyo sasa wewe ukitafakari kwa haraka kabisa, nana na makosa kwetu wote, pamoja na vile vithibitisho vyote ambavyo wewe unaweza kuwa umekwisha peleka, ili pale unapostahili ulipwe pesa zako. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, usije ukakubali kufanya biashara na serikali pasipo nyaraka. Si umeelewa mpaka hapo? Mtu na mtu huwa wanakopana hela, watu na mtu wanakopana hela. Wanaweza kukopana hela kwa sababu ya utaratibu wao, lakini kwenye serikali hata ingekuwa ni shilingi 500 inatoka kwa nyaraka. Umefanya kazi na serikali, cha kwanza uambie nipeni mkataba. Siku hizi cha kwanza tunatangaza tenda kwenye mifumo, wanakuja watu wengi, anashinda mmoja. Cha pili tunaanza kumtathimini aliyeshinda. Je, huyu evaluation itasema ni kweli na huu uwezo? Cha pili. Cha tatu, kama ni mradi mkubwa tunamwambia awasilishe baadhi ya nyaraka zikae kama dhamana ya kuweza yeye kufanya mradi huu. Cha nne, tunakwenda sasa kumwawadi mkataba wa kufanya kazi. Cha tano, tunamwambia malipo yote yatawasilishwa kwa njia ya account, na kama kuna malipo, vitu vyote wewe unaleta kwetu vitaletwa kwa njia za ushahidi kwamba umeleta kwenye leja, tumesign kwa pamoja, tumepokea. Mwisho wa siku tunasema hili ndilo deni halali. Kwa tunapohakiki deni, wewe kwako imekuja kuonekana kuna baadhi ya nyaraka za uletaji wa hizo bidhaa hazipo. Nini sasa tunakuja kukihitimisha? Kwamba inawezekana wewe au wale wa mwanzoni, inawezekana kati yetu sisi mmoja wapo anaweza kuwa ulikuwa ni mradi binafsi ambao mwisho unapelekea kufilisi fedha ya umma, na ndio maana nyaraka zinakosekana. Lakini mbili, inawezekana hamkuambiana ukweli, kwa sababu mimi hata nikitaka kumchukulia hatua yule kule lazima nimchukulie hatua kwa nyaraka. Si kama tunaenda mpaka hapo. Umeelewa vizuri mpaka hapo? Kwa hiyo Bi Martha, cha kwanza ni kwamba mganga mkuu, fanyia kazi haraka jambo hili. Nyaraka zote ziwasilishwe na mama na mimi nakuomba uwasilishe nyaraka hizi, na kama hauna uwe tu muwazi kwamba mimi hizo nyaraka moja wapo sina kabisa. Si ndio maana yake? Ili sasa tuweze kuona tunafanyaje katika ukosekanaji wa nyaraka, kwa sababu hii ni serikali. Mganga mkuu kesho yupo, kesho kutwa hayupo. Yule mwingine hayupo, yule mwingine hayupo. Mwenye makosa ni nani? Kama nilivyosema Bi Martha kwamba yule wa kwanza anaweza kuwa alifanya makosa hayo yeye kwa kukusudia au kwa kutokusudia, kwa sababu taratibu za serikali anazifahamu. Sasa mwisho ni kwamba hela, ndio maana unakuta hela sasa humdai yule kule. Umeona kinachofanyika? Hela anatakiwa kulipa nani? Amana hospitali. Na yeye sio mwanahisa wa Amana. Ndio maana tumesema kwamba deni lako lihakikiwe. Sidi umeomba hapo haraka. Na kama kuna jambo lolote umelisahau mahali popote, liwasilishe. Na kama unaona kabisa kweli kabisa kwamba nyaraka hizi, mkuu wa mkoa, mimi kwa kweli ilikuwa tukichukua hela hizi tunafanya hivi, ili utaninongoneza mimi kama mimi. Kwamba tukichukua hela hizi tulikuwa tunaweka tunazidisha kidogo kitu fulani, na sisi tunapeleka huko kwa mujibu wa urafiki, si ndio? Hilo utaninongoneza mimi.
Ndio maana huyu anasema siwezi kulipa kwanza. Mnipeni milioni 2 hapo, nimpe huyu mama nimchangie kwenye shughuli zake. Deni lako utaendelea nalo. Na mimi hawa nawasisitiza wakusaidie ili liweze kufikia mwisho. Sio wakusaidia kwa mujibu wa taratibu, kwa mujibu wa nyaraka. Sio umeelewa hapo? Na mimi ninayo kuchangia wewe na kuchangia mimi. Kwamba nimekuona kwa sababu umesema mjane, jamani mimi hela yangu hivi na hivi. Na ujane sio shida kwa sababu sasa hivi mimi nikuona bado wewe bado uko chuma kabisa. Mtu mwingine pia anakuoa vizuri tu. Usijipe ulemavu bwana. Usimkatili. Wala sihitaji. Kwa mama, mimi nakuchangia hizi milioni 2, sawa? Sawa? Lakini usiseme kwa watu wewe ni mjane, unazuia kitu hapo kikubwa hapo. Si ndio mama? Kufiwa kupo. Na wengine ndani ya ndoa zetu bora wewe mjane. Mume unaye ndio. Analala wapi sijui. Anakulaga wapi sijui. Huwa namuona anakuja anabadilisha nguo anaondoka. Sasa huyo sio mjane huyo. Maana ya ujane inakuja pale ambapo mume uliyekuwa naye alikuwa ni miongoni mwa wanaume wanaotambua familia zao. Alikuwa ni miongoni mwa wanaume wanaotambua majukumu ya familia. Alikuwa ni miongoni mwa wanaume wanaofahamu msingi wa ndoa yake. Alikuwa ni responsible father. Alikuwa ni baba anayejali familia zake. Lakini kuna mwingine tangu alipoondokaga mwezi wa 4 hajawahi kurudi. Hata akifariki huyu bado ule ujane alishakuambukiza muda mrefu akiwa hai. Sio mnaomba hapo Na yanapotokea matatizo kama haya nadhani umejifunza. Wewe ni mama mpambanaji, ni mama mzuri unayepambana, lakini kwa muda wote watu wote wa hospitali saidieni kuelekeza watu hawa taratibu. Anawezekana kawa ni rafiki yako. Usitumie nembo. Mbona hata mimi nina marafiki wengi tu. Lakini napofika issue za serikali, mimi ni Chalamila na yule ni yeye, serikali itafanya shughuli zake. Na tunaambiwa ili ku avoid hizo. Sasa kesho mimi nimehamia mahali pengine au sipo kwenye utumishi wa serikali. Nani atamlipa huyu mama pesa tunapoanza kudaiwa? Sisi kama mnaelewa ndugu zangu. Kwa hiyo Watanzania tuwaombe radhi tu kwamba hakuna mtu aliyemuonea Mama Martha. Na bahati mbaya sana hata kwenye ofisi yangu mimi anasema alikuja akakuta sipo akaondoka mpaka leo. Na mimi kwa bahati mbaya sana sishindi sana ofisini. Nakimbia huku na huku kuhudumia Watanzania. Nimeuliza labda kwa ndugu yangu mkuu wa wilaya, labda ndugu yangu nani Mpogolo. Ulienda? Anasema kwa kweli huko sikwenda kabisa. Kwa mnaweza mkaona kwamba pia tunafanya kazi katika mazingira haya ya pressure kwamba chombo cha habari kisha. Kwa hiyo nitoe rai kwa watu wote wanaodai serikali kwamba deni lolote lile linalipwa baada ya kuhakikiwa, lakini pia linalipwa kwa awamu kadiri serikali inavyozidi kukusanya financial resources zake. Haiwezi tu moja kwa moja tu kulipa. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwamba kwa kweli pia mngekuwa mmelipa tu hamna haya madude haya, pia tungewashangaa kwamba mnalipa tu hamna nyaraka zingine hapa, tungesema jamani hiyo hela ni ya kwenu. Hela ya Rais Samia hazurumu mtu, lakini lazima ilipo. Si chini ya mabilioni mahospitali haya yanadai. Naomba niwaambie Watanzania kwa clip yangu iliyoruka siku ya tarehe 8, ni kweli nilikuwa nadai hapa Amana, lakini katika mkataba wangu kuna vitu ambavyo havijakaa sawa. Ndio maana tatizo hili limekuwa kubwa. Lakini bado nashukuru kwa ushauri wenu. Wengi mliniambia niende kwa mkuu wa mkoa, lakini nashukuru kwamba Amana yenyewe wameniita hapa na kunikutanisha na mkuu wa mkoa na akanielewesha vitu gani ambavyo vinatakiwa vifuatiliwe kwenye hizo nyaraka ili mimi niweze kulipwa. Kama vitakuwa vimekaa sawa basi nitalipwa hela yangu. Kwa hiyo naomba Watanzania mjue hivyo, na mimi mwenyewe nimeridhika kwa ushauri nilioupata, na kwa nyinyi mliniambia niende kwa mkuu wa mkoa kwa sababu mlikuwa mnamwamini kama ni mtu ambaye atatoa uamuzi wenye haki. Kwa hiyo mimi ninashukuru kwa hilo, kwa uamuzi wake. Nimeshukuru kwa kweli. Asante. Ninashukuru pia mkuu wa mkoa aliposikia kilio changu
Amenichangia kutumia mfuko wake mwenyewe pesa milioni 2 katika shughuli zangu za biashara zangu za kuendesha maisha yangu. Naomba niseme asante kwa hili. Kwa majina naitwa Dr. Bryson Lot Kiwelu, ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa ya Amana. Kwa niaba ya watumishi wa hospitali ya rufaa mkoa ya Amana na jamii tunayohudumia, tunapenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Albert Chalamila, kwa kuona jambo hili katika vyombo vya habari na kuona kuna ulazima wa yeye kuingilia kati kama msimamizi na mwakilishi wa Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu. Na kama ulivyoona jinsi ambao tumekutana na Bi Martha, leo ni mara ya pili. Siku ya jana tulikutana naye na leo tumekutana naye chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na tumeelekezwa yale ambayo tunapaswa kufanya ni kumwezesha Bi Martha kuweta viambatanisho vyote vinavyotakikana na sisi kuharakisha kuhakiki deni lake, na linapokidhi vigezo basi liweze kulipwa kwa wakati. Zaidi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameeleza ya kwamba wazabuni wote wanaozidai serikali na taasisi yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana basi wasisite kuleta nyaraka zao na taratibu zitafanyika, na kama wataona wanakwama basi wasisite kufika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, watapata msaada, na wakiona hayupo basi kuna mkuu wa wilaya na mamlaka nyingine ambazo sisi zinatusimamia kwa karibu. Niwashukuru waandishi wa habari, niwashukuru wa Tanzania kwa jinsi ambavyo mmepokea jambo hili na jinsi ambavyo mmetutumia jumbe na kusema Amana mbona amtendi haki. Tunaomba tuchukue fursa hii kusema yale ambayo Mama Bi Martha ameyasema, huo ndio uhalisia. Hatuwezi kufafanua zaidi kwa sababu tayari mwenyewe amesema kile ambacho kimeelezwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na yeye mwenyewe ameelewa, na naamini atakuwa balozi mzuri kwa kwamba wale wote ambao wanatamani kufanya kazi na taasisi za umma basi wawe wameweza kukidhi vigezo ambavyo vinatakikana, waweze kuhakikisha kwamba wanapowasilisha bidhaa zao basi zinahakikiwa, nyaraka zote zinakuwepo na wanadai na wanalipwa kwa wakati. Nawashukuru sana. Naendelea kukaribisha wananchi wote katika hospitali ya rufaa mkoa ya Amana. Sisi bado tunatoa huduma nzuri na bora kabisa kwa jamii zetu, kwa huduma za kibingwa kabisa katika maeneo mbalimbali, na naomba wasisite na waone kwamba Amana ni sehemu yao ya kupata huduma, na wazabuni wote waendelee kuiamini taasisi yetu kwa sababu bado ni taasisi ambayo ni ya serikali, inaaminika na inafanya kazi kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa na serikali. Kwa hiyo kwamba hakuna anayeonewa na hakuna ambaye anaionea serikali. Asante sana na washukuru kwa kunisikiliza. Kwa hiyo jipe moyo, kwa lako litahitimishwa. Weka tu hivyo vitu vyote vinakuwa safi. Sawa sawa? Asante sana.